Picha na video mnayoiona hapo ni kutoka Ketenia, ambazo zimewacha wengi wakijiuliza maswali baada ya kuonekana tukio la heshima lililofanyika kwa askofu kubusu fuvu linaloheshimiwa na kanisa kama sehemu ya masalia ya Mtakatifu Agatha, bikira na shahidi wa karne ile ya 3. Tukio hilo limetokea katika mazingira ya maadhimisho makubwa ya miaka 900 tangu masalia ya Mtakatifu Agatha yarudishwe Ketenia mwaka 1126 baada ya kukaa Konstantinopoli kwa zaidi ya miaka 80. Katika tukio hilo alikuwepo Kardinali Pietro Parolini, katibu wa Vatican State, ambaye alitumwa na Papa Leo 14 kuwakilisha Baba Mtakatifu katika maadhimisho hayo. Lakini kuna jambo kubwa linalovuta zaidi macho ya watu, tukio la kubusu fuvu hilo. Ni muhimu kuweka jambo hili sawa. Ripoti kutoka Ketenia zinamtaja meya wa Ketenia Enrico Trantino kama aliyelibusu fuvu hilo hadharani. Kardinali Parolini alihudhuria na kushiriki katika maadhimisho na ibada za heshima katika masalia hayo. Lakini fuvu hili ni la nani? Fuvu hilo linaheshimiwa kama sehemu ya masalia ya Mtakatifu Agatha, mmoja wa mashahidi maarufu wa kanisa Katoliki la mwanzo. Agatha aliishi Ketenia, Sicily katika karne ya 3. Kwa sababu ya imani yake katika Kristo na kukataa kuikana imani yake, aliteswa kikatili na hatimaye kuuawa. Kwa karne nyingi Wakristo wa Ketenia wameendelea kumheshimu kama shahidi na mlinzi wa jiji lao. Mwaka wa 1040 masalia ya Mtakatifu Agatha yalichukuliwa kutoka Ketenia na kupelekwa Konstantinopoli. Lakini mwaka 1126, baada ya takriban miaka 86, masalia hayo yalirejeshwa Ketenia. Ndio maana mwaka huu 2026 Ketenia imekuwa ikiadhimisha miaka 900 tangu kurejea kwa masalia hayo. Sehemu muhimu za masalia yake ikiwemo kichwa na kifua zimehifadhiwa katika relikwari ya fedha ya kihistoria iliyotengenezwa katika karne ya 14. Je, Wakatoliki wanaabudu fuvu? Jibu ni hapana. Hapa ndipo kuna jambo muhimu sana la kuelewa. Kanisa Katoliki haliabudu mifupa ya watakatifu. Ibada ya kuabudu ambayo kitaalamu inaitwa adoration ni kwa Mungu pekee. Na masalia ya watakatifu yanaheshimiwa kwa sababu yanawakumbusha waamini mtu aliyempenda Kristo na kumshuhudia katika maisha yake. Kwa hiyo pale muumini anapoinama kugusa au kubusu relikwari, tendo hilo linaeleweka kama ishara ya heshima kwa mtakatifu na ushuhuda wa imani yake, na si kuabudu huo mfupa. Kwa nini tukio hili ni la muhimu? Mtakatifu Agatha anatukumbusha kwamba imani ya Kikristo si maneno ya mdomo peke yake. Alimwamini Kristo wakati ambapo kumfuata Kristo kulikuwa kuna gharama kubwa. Mwili wake uliteswa, lakini imani yake haikushindwa. Na ndio maana miaka takriban 1700 baada ya kifo chake, jina lake bado linaheshimiwa. Masalia yake yanatunzwa na mamilioni ya waamini wanaenda kwa ajili ya kuhiji. Hili ndilo fumbo la shahidi. Mtu anaweza kuuawa, lakini ushuhuda wake hauwezi kuuawa. Habari Njema Channel tunakuletea historia, mafundisho na matukio muhimu kutoka katika kanisa Katoliki duniani. Je, wewe umeiona video ya tukio hili? Unafikiri kubusu masalia ya mtakatifu kuna maana gani katika imani ya Kikatoliki? Tafadhali acha comments katika section ya comments hapo chini.